Mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kwanza nakushukuru sana Mheshimiwa Mufti kwa heshima ulionipa na kunikaribisha na maneno mazuri uliyoyasema na kwa uongozi wako kwa ujumla wote. Mimi siwezi kuja hapa bila kukaribishwa. Siku zote umekuwa mkarimu kunikaribisha, ndio maana kama alivyosema nadhani Sheikh Mohamed Kasim, mara yangu ya 3 rasmi tuko humu ndani, kuanzia wakati tunazindua ile taasisi, lakini baadaye wakati wa kukabidhiana vitabu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu tuendelee kufanya kazi kwa pamoja na ushirikiano kama huu. Kwa mimi kwa kweli napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema ya kuwa pamoja leo hii. Na kwangu mimi ni fursa adhimu sana ya kuweza kukutana na nyie tena katika hafla hii, na ni mwaka mpya. Naomba niwatakie wote kila laheri na baraka tele za mwaka 2026. Mheshimiwa Mufti, kama ambavyo nilitoa ahadi katika hafla kama hii mwaka jana kwa serikali hii ya Tanzania na rais wake Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, itaendelea kuhakikisha kwamba tunazalisha vitabu vya kutosha kwa masomo yote na dini zote kwa ajili ya mashule ya umma na shule ambazo sio za serikali. Na mwaka jana nilitoa ahadi katika hafla kama hii kwamba tutakuwa tayari kuwapatia vitabu vya elimu ya dini ya Kiislamu ili kufanikisha ufundishaji na ujifunzaji wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu katika ngazi zote za elimu. Na basi leo kwa mara nyingine nimekuja kuendelea kutimiza ahadi hiyo ambayo kwa kweli ni ahadi ya serikali. Mheshimiwa Mufti, kabla ya kukabidhi vitabu hivyo, naomba tu uniruhusu niwashukuru sana BAKWATA na taasisi nyingine zote ambazo chini ya uongozi wako wamejumuika pamoja kwa ajili ya kazi hii ya kuandaa vitabu hivi. Kama unavyofahamu Mheshimiwa Mufti, chini ya uongozi wako taasisi nyingine zote za dini ya Kiislamu zilianzisha Islamic Studies Teaching Association TISTA kama chombo ambacho ndio chombo rasmi kilichoundwa kwa lengo la kusimamia na kuratibu somo la dini ya Kiislamu hapa nchini. Hiyo imeturahisishia sisi kazi, kwa sababu serikali haiwezi kuwa na maudhui ya masomo ya dini. Maudhui na maelekezo yanatoka kwa viongozi wa dini husika, na kwa kuwa na hiki chombo TISTA kwa kweli imeturahisishia, kwa sababu sisi tunapokea. Kazi yetu ni kuwezesha, tunapata vitabu, tunachapisha, tunavigawa kwenye mashule, na leo hii tutagawa kwa ajili ya shule nyingine ambazo sio za serikali. Nimhakikishie Sheikh Kundeche kwamba tunaitambua TISTA, tunaitambua. Chombo hicho kimetambuliwa na Mheshimiwa Mufti, na sisi watumishi wa serikali na taasisi zetu zote tutaendelea kutoa ushirikiano kwa kadri inavyowezekana, na patakapokuwa na tatizo tutapenda kujua. So unaweza kufika mahali fulani watu wasijue, lakini sisi tulioko tunajua. Namfahamu Dr. Anet Komba, anafahamu, yuko hapa pamoja na sisi na anashirikiana, na kamishna wa elimu yupo. Kwa napenda kutoa wasiwasi kabisa Mheshimiwa Sheikh Kundeche kwamba patakapotokea changamoto ya mawasiliano tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaitatua. Kwa hiyo napenda kuipongeza sana TISTA kwa kukamilisha kazi ya uandishi wa vitabu vya elimu ya dini ya Kiislamu na kiongozi cha mwalimu kwa kidato cha kwanza, cha pili na cha 5. Na nimejulishwa kuwa kwa sasa mpo katika hatua za mwisho kabisa za kukamilisha uidhinishaji wa kitabu cha elimu ya dini ya Kiislamu kidato cha 6. Kama ilivyo ada, pale mtakapokamilisha kazi ya uandishi wa kitabu cha kidato cha 6 na vyote vilivyobaki
ambavyo ni kidato cha 3 na 4. Baada ya vitabu hivi kupewa ithibati na kamishna wa elimu, serikali itavichapa na kusambaza katika shule za umma na kuwapatia nyie nakala kadhaa kwa ajili ya kusambaza katika shule zisizo na umiliki wa serikali kwa Tanzania bara na pia kwa upande wa Zanzibar. Mheshimiwa Mufti, mtaala ulioboreshwa wa mwaka 2023 umebainisha wazi umuhimu na lengo la kufundisha masomo ya dini ya kwamba ni kwanza, kukuza maadili na tabia njema; pili, kuwezesha wanafunzi kuelewa na kuthamini imani zao na za wengine; na tatu, kukuza mshikamano wa kijamii na uvumilivu kati ya makundi mbalimbali ya kidini. Basi serikali itaendelea kusimamia na kuhakikisha kuwa masomo haya yanafundishwa na kuna kuwepo na vitabu na kiongozi cha mwalimu kwa ajili ya kuwawezesha ufundishaji na ujifunzaji. Na najua katika risala yale mambo ambayo sasa yamekuja tena mara nyingine, na nishahidi tunafanyia kazi. Tunajaribu kuyafanyia kazi kwa namna ya umakini, kwa sababu masuala ya dini hizi lazima tuende nazo kwa umakini. Kwa wewe Mufti unatusaidia sana, na unajua mwanzoni kulikuwa na changamoto. Sisi kazi yetu lazima kufuata, na tutafuata kufanya hivyo kwa dini zote na madhehebu yote. Kwa kuwa na TISTA imetusaidia. Hasa baadhi ya kazi nyingine ukiona zinachelewa kidogo, ni kujaribu kutafuta mwafaka ambao hautatuletea changamoto kwenda mbele, lakini hatusahau yale yote ambayo mlikuwa mmetuambia. Mheshimiwa Mufti, nimesikiliza kwa makini sana risala hiyo kwa ujumla wake. Tutarudi tena wakati mwingine kwa ajili ya kuwaeleza tumefikia wapi. Kwa mfano, urasimishaji wa elimu ya dini na ajira za walimu wa dini. Na nimefurahi sana maelezo yaliyotoka hapa kwamba hatutoweza, na nimesikiliza kutoka kwenu na nimefurahi kusema kwamba tutamwajiri mwalimu wa dini tu. Lazima tuwe na mkakati, ukimwajiri mtu aweze kufundisha dini na somo jingine, kwa sababu hatuajiri mwalimu wa somo moja tu katika shule zetu. Itakuwa ni kazi kubwa sana kwenye bajeti ya serikali, na sisi tutaendelea kuhimiza katika vyuo vyetu vya ualimu kuhakikisha kwamba, na vyuo vingine vyote, kuhakikisha kwamba wanaosoma masomo ya ualimu wajitahidi kuchukua na dini, na sisi wakati wa ajira tujitahidi kuhakikisha kwamba wanaajiriwa, kwa sababu vile vile kuna nyongeza ya somo la dini. Kwa hata ajiriwa kama mwalimu wa dini, ataajiriwa kama mwalimu atafundisha labda hisabati na dini, au Kiswahili na dini, au Kiswahili hisabati na dini, na huko mbele tutafundisha na Kiarabu na kadhalika. Hilo tutakwenda nalo Mheshimiwa Mufti kwa kadri tutakavyokuwa tukiongeza ajira, na sisi tutajitahidi sana kufanya maandalizi ya kuwapata walimu kama hao. Na bahati nzuri kwa upande wenu nimesikia kwamba walimu wapo, kwa ni swala la sisi kuendelea kujipanga. Mheshimiwa Mufti, kabla shule hazijafunguliwa, leo nitakukabidhi jumla ya nakala 5,000 za vitabu vya kiada vya somo la elimu ya dini ya Kiislamu vya sekondari kidato cha pili vyenye thamani ya shilingi milioni 16 na nakala 1,000 ya vitabu vya kiongozi cha mwalimu vyenye thamani ya shilingi milioni 1,200,000. Hivyo jumla nitakukabidhi vitabu vyenye thamani ya shilingi milioni 17,200,000. Kama nilivyosema hapo awali, vitabu hivi ni kwa ajili ya matumizi ya shule ambazo hazimilikiwi na serikali zinazofundisha somo hili Tanzania bara na upande wa Zanzibar. Kwa upande wa shule zinazomilikiwa na serikali, Taasisi ya Elimu Tanzania imeshakamilisha usambazaji wa vitabu hivi, ambapo jumla ya nakala 42,868 ya vitabu vya kiada vya somo hili na nakala 702 ya kiongozi cha mwalimu zimeshasambazwa katika halmashauri zote kwa uwiano wa kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo kwenye shule za umma hizi tayari tumeshasambaza. Ni imani yetu kuwa vitabu vitakavyokabidhi leo vitawafikia walengwa wote waliokusudiwa kwa wakati, na hii ni kwa sababu wako wazazi wanataka kuvinunua vile vitabu kwa ajili ya wanafunzi wao. Ziko shule nyingine sio za serikali, hatupeleki vitabu moja kwa moja, wanavinunua. Kwa hiyo vitakabidhiwa kwa taasisi yetu hii, ambao wenyewe ndio watatengeneza utaratibu kwa wenzetu kuweza kuvipata. Mheshimiwa Mufti, ni matumaini ya serikali kuwa katika siku za usoni TISTA
itaweza kujiendesha yenyewe katika kuandika, kuchapa na kutekeleza majukumu mengine yanayohusu usimamizi wa utoaji wa elimu ya dini ya Kiislamu. Hata hivyo, bado ninaendelea kusisitiza ushirikiano wa karibu na TET katika kuendelea kutekeleza majukumu yanayohusiana na uandaaji wa vitabu hivi. Na pia kwa nafasi hii naishukuru sana Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kuendelea kufanya kazi kwa karibu nanyi na kuhakikisha kuwa wanawezesha na kugharamia jukumu zima la uandishi na uidhinishaji wa vitabu vya elimu ya dini ya Kiislamu. Na huu si mwisho, Mheshimiwa Mufti. Mwenyezi Mungu atujalie uhai, mwakani tuko hapa, mwaka kesho kutwa tuko hapa, na sisi tuna mkakati wa kujua kwamba tunavyokwenda hivi tunajenga uwezo wa taasisi hii, uwezo wa namna mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kifedha. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Mufti, naomba niseme kwamba serikali itaendelea kushirikiana na madhehebu yote ya dini ili kuhakikisha kuwa elimu ya dini inafundishwa ipasavyo ili ichangie katika kumjenga Mtanzania mwenye maadili mema. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu aibariki Tanzania.